Kwa damu ya Kristo. Naendelea na novena yetu ya Roho Mtakatifu siku ya 5. Tutafakari paji la shauri. Maelekezo mengine tutapeana kadiri tutakavyokuwa tukiendelea na sala. Utangulizi. Wapendwa taifa la Mungu, Roho Mtakatifu anatupatia vipaji mbalimbali ambavyo vinatuwezesha kuona na kufuata kwa wepesi maongozi yake, akituvuta kutenda mema na kuepuka mabaya. Daima Roho huyo anatusaidia kufahamu zaidi tutakiwavyo kutenda kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mungu. Pia katika kuyaishi mashauri ya Injili anatusaidia kuelewa tumeitwa kuwa watu wa namna gani. Leo tunapotafakari kipaji cha shauri, tuombe ili kwa kipaji hicho tuweze kuzitambua hila za shetani na kuziepa. Pia kitusaidie kung'amua mambo yafaayo zaidi kwa heshima ya Mungu na wokovu wetu. Hakuna lisilo na hatia, osha yaliyo machafu, nyunyizia yaliyo. Itukuzwe damu ya Kristo. Wapendwa, karibuni. Ikiwa leo tunaendelea kutafakari paji la shauri, ikiwa ni siku ya 5 ya novena yetu ya Pentekoste. Wapendwa katika Kristo, paji la shauri au shauri jema ni paji linalomsaidia mtu kuamua kwa haki na busara, tena humwongoza mtu katika kutenda yaliyo mema. Katika Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 1832 wameorodhesha mapaji 7 ya Roho Mtakatifu, wakielezea namna gani yanavyofanya kazi kwa kushirikiana. Lakini leo kama siku yenyewe ilivyo inatualika tutafakari juu ya paji hili la shauri. Wapendwa, paji la shauri ni paji linalofanya kazi vizuri sana na dhamiri ya mtu. Dhamiri ya mtu. Ukisoma Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 1776 inaeleza kwamba dhamiri ni sauti ya Mungu ndani ya mtu au sauti ya Mungu ndani ya moyo wa mtu, ambayo daima inamuongoza katika kuchagua yaliyo mema na kuacha mabaya au kuepuka mabaya. Dhamiri na shauri vinaenda pamoja, kwa sababu shauri lengo lake ni kumfanya mwanadamu afanye shauri jema. Na kitu ambacho tunatakiwa kukifahamu au kukikumbuka ni kwamba paji la shauri ni miongoni mwa mapaji 7 ya Roho Mtakatifu, au ni moja ya mapaji 7 ya Roho Mtakatifu. Lakini paji ili paji la shauri, endapo dhamiri ya mtu imekufa, basi paji la shauri haliwezi kufanya kazi vizuri. Tunaweza kujiuliza, shauri linafanya kazi kwa namna gani? Shauri, tunaposikia paji la shauri, inamaanisha kwanza, au si tu kumshauri mtu kutenda mema, bali wewe mwenyewe unabidi au inakubidi utoe jibu sahihi katika changamoto unayokutana nayo na kwa wakati sahihi. Yaani sio tu kwa sababu linakusaidia kuchagua mema au kuamua vilivyo vyema, hapana. Inakusaidia pia kutenda jema kwa wakati sahihi. Ukiangalia paji la shauri ndilo paji ambalo kila mtu hapa tulipo limemfanya afike hapa tulipo. Kila nafasi ulionayo, paji la shauri limehusika kwa 100%. Shauri, ulipojiuliza mimi wito wangu, mimi nahisi labda Mungu ameniita nikawe padri, na ndio maana uliamua kufanya shauri niende seminarini. Uliposikia sauti kwamba nahisi naitwa kuwa mtawa,
na ndio maana ulikubali kwenda shirikani mpaka leo watawa au wewe mtawa una hicho kilemba ambacho umevaa. Ni kwa sababu ya shauri uliolifanya. Lakini pia paji la shauri, Bwana wetu Yesu Kristo, ukisoma Injili ya Luka sura ya 9 aya 23, Bwana wetu Yesu Kristo anasema hivi: mtu yeyote akitaka kunifuata sharti ajikane mwenyewe, ajitwike mzigo wake au msalaba wake, anifuate kila siku. Tupigie mstari neno kila siku. Huyo ni mwinjili Luka sura ya 9 aya 23. Kila siku. Kumbe paji la shauri linatakiwa lifanye kazi kila siku, hata kama umefikia lengo, kwa sababu lengo uliofikia duniani sio lengo la mwisho. Lengo la mwisho la Mkristo mbatizwa sio kuwa padre, sio kuwa mtawa, sio kuwa frateli, kuwa mtakatifu kama Mungu. Na ndio maana tunabatizwa. Pale tunapewa muhuri ambao utatusaidia tuonekane mbele za Mungu kwamba tumemkiri. Sasa paji la shauri kazi yake, baada ya kumkubali au baada ya kufanya shauri kumkubali Yesu Kristo, haitoshi. Kubatizwa haitoshi. Aliwahi kusema Mtakatifu Agustino, ambaye tunamfahamu wote ni askofu na mwalimu wa kanisa. Alisema Mwenyezi Mungu ametuumba sisi wanadamu bila ridhaa yetu, bila sisi kutaka. Lakini inapokuja swala la wokovu, hatamuokoa mtu mpaka mtu mwenyewe aamue. Na ndio maana ulipobatizwa haukuambiwa kwamba kazi imeisha, nenda kalale. Hapana. Uliambiwa, ulimkana shetani, sasa nenda kaishi kweli, ukionyesha kwamba umemkataa shetani. Lakini pia hii shauri inafanya kazi vizuri ndani ya mtu ambaye nafsi yake au dhamiri yake bado inafanya kazi. Mtakatifu Agustino huyu katika safari yake ya uongofu kutoka dini ambazo aliingia huko za kipagani mpaka kuingia kwenye Ukristo, aliwahi kusema, usitafute ukweli nje yako, bali rudi ndani yako, jitafakari. Mtu wa ndani, yule mtu wa ndani ndiye anayeongea ukweli. Yani akimaanisha ile nafsi yako ambayo Mungu ameiumba, ameiwekea sauti yake, inaitwa dhamiri. Hiyo kwenye kitabu chake cha Dini ya Kweli. Ni sura ya 39. Kwa hiyo paji la shauri linafanya kazi pamoja na dhamiri iliyo hai. Tuchukulie mfano mzuri katika mazingira ya kawaida tu. Mtu anapokuja kukuomba labda fedha, tuseme tupo nyumbani, tuseme kwa watu wanaoishi huko nyumbani, tusichukulie tu labda utawani, tuchukulie wanandoa au maisha ya kawaida nyumbani. Mtu anakuja anakuambia nisaidie labda 10,000 nimpeleke mwanangu hospitalini anaumwa. Sasa paji la shauri lilivyo, linatakiwa linakuongoza wewe mtu kutoa jibu sahihi kwa wakati sahihi na kwa mtu sahihi au muhusika sahihi. Sasa ukisema kwa sababu leo sijisikii kutoa, ngoja nimwambie sina, huyu mtu akiondoka, akienda kutafuta huko sehemu nyingine amekopa au amefanyaje, amepata. Alafu wewe ukaja kumsaidia wiki ya kesho au siku nyingine tofauti na ile siku, ulichokifanya hakina maana mbele za Mungu. Kwa sababu ulitakiwa utoe jibu sahihi kwa wakati sahihi. Kwa hiyo wapendwa, ili paji la shauri leo hii linatukumbusha kwamba sisi wa Kristo tuna kazi ya kufanya. Na ndio maana kwenye somo la leo tuliolisikia Mtume Paulo anatuambia kama ndio hivyo wapendwa, basi sisi tu wadeni. Kwa sababu tumempokea Roho Mtakatifu, tunadaiwa. Kwamba kwa nini tudaiwe? Kwa sababu Mungu ameweka mapaji yake 7 ili yatusaidie kufikia ule uzima ambao Mungu ameamua. Na kila Mkristo afahamu kwamba mapaji 7 yote anayo ya Roho Mtakatifu. Tunakumbuka kwamba baada ya ubatizo tulivyopata kipaimara, tulitiwa nguvu na Roho Mtakatifu ili yale mapaji 7 yatuongoze kwenye mambo mema. Kwa hiyo haitakiwi tuseme niombe paji moja lingine sio langu. Kila paji lina kazi yake, na ndio maana tunaambiwa kila paji linamsaidia Mkristo kufikia utakatifu. Kwa hiyo wapendwa, katika tafakari ya leo kila mtu ajiulize namna gani analitumia paji la shauri katika maisha yake ya kila siku. Unapoamua kumfuata Mwenyezi Mungu kwa wito ulioitiwa, aidha wa ndoa au wa kitawa au wito wote au wa daraja takatifu, haipaswi kusema nimefika.
shauri kazi yake kukukumbusha. Uliomba Mungu uwe padre, umekuwa padre. Kila siku inabidi ufanye shauri katika upadri wako. Nitafikiaje lengo msingi la mimi kuwa padre? Uliomba uwe mseminari, haitoshi kuishia hapo. Je, labda hautafika upadre? Hapa unaishije hapa kati? Maana upadri ni zawadi, sio lazima kwa Mungu. Wewe huwezi kumlazimisha akupe upadri au utawa. Mungu aamue. Kama amekuita, nenda katika njia yake, lakini usitegemee 100%. Muachie Mwenyezi Mungu. Akipenda ufike, utafika. Na ndio maana amekupa hilo paji la shauri ili likuongoze. Mtakatifu Alois Gonzaga, yeye kabla hakuwa tunafahamu huyu alikufa kijana wa miaka 23. Jiulize mwenyewe kama hapo wewe ungekufa leo hii ungeitwa mtakatifu? Tunamchukulia huyu mtu ambaye alikuwa na miaka 23, Alois Gonzaga. Aliishi kana kwamba ameshakuwa padre. Kumbuka huyu alijiunga na shirika la Jesuit, lengo awe padre, lakini Mungu akaona ngoja nimchukue kabla yupo hapa kati akufikia huko padre. Kwa hiyo lakini tunaambiwa huyu mtu alikuwa na usafi wa moyo kweli kweli. Alikuwa anafanya mambo ya Mungu anafanya kwa ubora wake. Kama kuabudu, anaabudu kweli kweli. Kwa hiyo Mtakatifu Alois Gonzaga ambaye pia ni mwombezi wa vijana wa Kikatoliki, awe mfano wetu, awe role model, awe mfano wetu wa kumfuata, kwamba hata kama tuna lengo kubwa, basi hilo lengo kubwa lisitupoteze hapa kati, au lisitufanye tujiachie tuseme na ngoja niwe padre, na ngoja niwe mtu fulani, ikiwa hujui kesho yako. Kwa hiyo cha msingi ni kumuomba Roho Mtakatifu aamshe dhamiri zetu kama zimekufa. Kama dhamiri haikwambii kitu, manake ukiona unafanya dhambi alafu dhamiri imetulia, jua dhamiri yako ulishaifukia. Fanya mpango irudi. Hata kama unakomunika kila siku, kukomunika unaweza ukakomunika, lakini dhamiri ikiwa imekufa usikii chochote. Na ndio maana tunaambiwa Bwana Yesu kila alipoenda, kila mtu aliyemgusa kwa imani alipona. Lakini wewe jiulize, unapokomunika kuna kitu unakihisi cha tofauti? Au maisha yako katika ekaristi unayaona kila siku yanakuwa mapya? Kwa hiyo hilo ni shauri la kufanya kila siku. Kwa hiyo wapendwa, tumuombe Mwenyezi Mungu atutie nguvu, hasa zaidi kwa mfano wa maisha ya Mtakatifu Alois Gonzaga, yatukumbushe sisi vijana, yawakumbushe wanandoa, yawakumbushe wenye madaraja matakatifu ndani ya kanisa, kwamba shauri ni la kila siku na wala sio la siku moja. Itukuzwe damu ya Kristo.